Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunamshangilia Mungu na kumtukuza kwa mambo makubwa ambayo amezidi kututendea katika maisha yetu. Niukaribishe kwa unyenyekevu mkubwa katika wakati huu na katika muda huu kwa ajili ya kuendelea na vipindi vyetu ambavyo vimekuwa vikitubariki katika Jumapili ya leo. Karibu kwa ajili ya kutazama na kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Ni mimi Pastor Lazaro, niukaribishe sana nikiwa hapa jijini Dar es Salaam. Katika siku ya leo na katika wiki hii tunaangalia habari nzima ya malaika. Ndiyo, tuna mada ambayo inazungumzia maombi, lakini ndani ya maombi humu tunaangalia pia kazi ya malaika. Kama tunavyofahamu leo, kuna malaika waovu, kuna malaika wa kimbingu, na zaidi leo katika ulimwengu huu malaika ambao wanapambana usiku kucha kataa ukubali ni malaika wa mbingu, ambao wanapambana mimi kunilinda, ambao wanapambana wewe kukulinda. Lakini hili shetani amekuwa akilipiga vita ili usielewe kwamba kuna malaika wa kimbingu ambao wanafanya kazi. Niukumbushe, tangia hapo kipindi cha kale na tangia hapo kipindi cha nyuma malaika wamekuwa wakifanya kazi. Ukitaka uelewe hili, soma hata katika kitabu kile cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari ule wa 21 hadi mstari wa 26. Utakutana na malaika huyu anaitwa Gabriel. Hajaishia hapo, katika Agano Jipya amezungumzwa hapo na sehemu zingine. Katika Agano la Kale, Daniel sura ile ya 8, utakutana na malaika huyu Gabriel ambaye kazi yake kubwa, malaika huyu anabeba ujumbe wa kiungu. Anabeba ujumbe wa kiungu kupeleka kwa watu wa Mungu, kupeleka taarifa za kimbingu hizi. Na ndio maana hata alipomtokea pale Mariamu alikuwa amebeba ujumbe wa kiungu, ujumbe wa kimbingu, ambao ilikuwa ni habari njema juu ya kupata mtoto kwa Mariamu. Na hivyo basi nikukumbusha ya kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi, kataa ukubali. Mwovu naye leo amejitengenezea malaika wake. Malaika hawa wamekuwa wakifanya kazi kwa juhudi kubwa sana. Juhudi hizi ambazo wanazitumia sio kwamba zinazidi malaika wa kimbingu. Nikumbusha hili. Kitabu cha Player Ellen G. White anasema, malaika wa mbinguni wametumwa kuwatazama kondoo wa malisho ya Kristo. Kuna malaika ambao wametumwa hapa duniani kila wakati wakitazama kondoo wa malisho ya Kristo. Ni wakina nani hao? Ni wacha Mungu. Nikutie moyo katika siku ya leo ya Jumapili. Wapo malaika rasmi ambao wanatazama kondoo wa kimbingu. Wanakutazama wewe, wananitazama mimi kwa ajili ya kuhakikisha wewe unalindwa. Niukumbushe hii. Ni ndio yaweza kuwa auamini ya kwamba wewe unalindwa, lakini katika siku ya leo kataa ukubali. Wewe unalindwa na malaika wa kimbingu wanaotumwa kutoka mbinguni, wanashuka duniani kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi kwako. Hivyo basi kuwatazama kondoo wa malisho ya Kristo, wakati shetani akiwa na mitego yake yenye udanganyifu, anasema, ambayo angewapotosha ikiwezekana hata wale walio wateule. Wakati shetani akileta mitego ile, kuna malaika wa kimbingu wanaotulinda. Kuna malaika wa kimbingu wanaokutazama kila wakati, wanaomulika jicho lao kwako kila wakati. Nikutie moyo katika siku hii ya leo na katika wakati huu, unapokuwa ukitazamia juu ya kumcha Mungu, unapokuwa ukiamini ya kwamba umekaa ndani ya Yesu na Roho wa Mungu anakuongoza, kuna malaika wa Bwana ambao wamekuwa wakifanya kazi pamoja nao. Hivyo basi niukumbushe hii, malaika hawa watafanya kazi na wewe hadi siku ya mwisho. Niukumbushe, siku ya leo kuna milango ambayo muovu waga anakuwa anaitumia ili kutoa uhakika ya kwamba wewe una nguvu nyingine ya ziada isiyokuwa ya kawaida. Una walinzi wa kimbingu katika nyumba yako, una walinzi wa kimbingu katika ofisi yako, una walinzi wa kimbingu katika eneo ambalo upo, una walinzi wa kimbingu katika miradi yako. Kitu ambacho anakitumia leo ili kukuondoa ni wasiwasi.
nikutie moyo, jitahidi, muombe Mungu akuwezeshe ushinde wasiwasi. Wasiwasi amekuwa ni adui juu yetu sisi watu tunaomwamini Mungu leo. Ni mlango ambao mwovu amekuwa akiingia kwa wacha Mungu wengi. Anapotilia tu wasiwasi, ndipo pale Mungu anashindwa kuelewa, hivi mbona huyu mama simuelewi? Mbona huyu kijana anashindwa kusimama kwenye upande wake? Mbona huyu baba aeleweki? Mungu anahitaji ueleweke, mtu wa Mungu. Mungu anahitaji uwe unasimama kusema kwamba mimi ninalindwa na Mungu. Unalindwa na Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatia vipindi hivi. Unalindwa na Mungu.